Naam, kama nilivyokudokezeni jana, leo ndio leo katika jiji la Mwanza. Ni kivumbi na jasho. Asiye na mwana na aeleke jiwe. Liwalo na liwe, leo namtangaza. Njoeni mshuhudie, namtangaza. Huyo hapa huyo, tunampenda. Rais Samia, tunampenda. Ndiyo, hawana sababu ya kutomtangaza. Samia Suluhu Hassan, mtu wa watu, mnyenyekevu, mpenda haki, mtetezi wa makundi yote katika jamii, mzalendo, mvumilivu, mtulivu, mchapakazi na mtu mwenye utu. Ndiyo maana wanampenda. Tunampenda Samia kwa sababu wana Mwanza tumekubali kazi aliyoifanya, tunaiona barabara, daraja la Kigongo Busisi, katujengea soko pia hapo, soko kura Mwanza, stendi kuu ya mabasi Nyegezi, bado kuna barabara zinaendelea kujengwa. Kwa hiyo wana Mwanza tunampenda sana. Tumpenda Mama Samia, anatuheshimisha machifu Tanzania nzima. Mama Samia ni mfano wa kuigwa, ni mama kweli. Hayo jaa huruma ya mama. Kwa nini kina mama wengine hawana huruma? Mama Samia kajaa huruma moyoni mwake. Nampenda sana, hasa mimi nampenda sana. Sisi kama vijana wa Nyamagana, chakula tunamkubali Mama Samia kwa sababu alitufanyia, ametuwezesha mikopo kwa ajili ya vijana. Tumeweza kufurahisha na ajira zetu kwa ajili kwa vijana. Ametupa mikopo mingi, tumeweza kufungua biashara zetu na vikundi vyetu kwa vijana. Samia oye! Tunampenda kwa sababu anafanya kweli. Sasa kuna nini? Swali nani analo? Ni kweli anafanya kwa watu wote, kwa mapenzi kabisa. Ndio maana na watu wote huko, sijui nikwambieje, watu wana raha kama nini. Ni Samia tu. Fursa tunaziona, fursa ni nyingi sana kwa sisi vijana. Kama juzi tulipata fursa ya kusoma VETA bure, fani mbalimbali tumesoma vijana bure na tumehitimu bure. Ni siku ya pili ya kampeni Mwanza. Dr. Samia anazidi kuchanja mbuga. Ni mwendo ule ule, kasi ya kuzitafuta kura za Watanzania ni ile ile, hakuna kulala wala kuchoka. Na huu ukiwa ni mkutano wake wa 81 kwa Dr. Samia kuhutubia hadi sasa. Mwanza wenye wivu wajinyongele, wenye wivu wajinyongeze, wasotiki wajinyongele. Harmonize tuwarudishe waheshimiwa. Dr. Samia ni mgombea mwenye sifa, haiba na mvuto wa kipekee. Mamilioni ya watu wameshiriki na kufuatilia kampeni zake. Ukiachilia mbali mikutano ya Mwanza, zaidi ya watu milioni 14.62 walishajitokeza kwenye mikutano yake moja kwa moja, huku zaidi ya watu milioni 31.6 wakiwa wamefuatilia mikutano kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Imani ya wananchi wa Mwanza kwa Dr. Samia Suluhu ni kutokana na utekelezaji wa ahadi za CCM 2020-2025 pamoja na uongozi wake mahiri wenye mafanikio makubwa ya uchapakazi uliobebwa na utu ndani yake. Wagombea ubunge wa CCM katika majimbo ya Mwanza wanadhihirisha upekee wa Dr. Samia. Wilaya ya Ilemela ina kilomita za mraba yapatazo 1082. Kati ya kilomita hizo za mraba 75% imezungukwa na maji. Maana yake ni nini? Wilaya ya Ilemela ni wilaya ambayo inayotegemea uvuvi, na uvuvi ndio uti wa mgongo wa wilaya ya Ilemela. CCM oye! Lakini mheshimiwa mgombea wa urais, ikumbukwe kwamba tarehe 30 mwezi wa kwanza mwaka 2024 ulikuja katika viwanja hivi vya Nyamagana kuzindua programu ya mikopo iliyokuwa inatolewa na Benki ya Maendeleo ya Kilimo pamoja na Wizara ya Mifugo na Kilimo juu ya wafugaji wetu, ambavyo ulitoa mikopo ya boti 7, ulitoa vizimba vyapatavyo 49 vyenye thamani ya bilioni 2.6. CCM oye! Kwa mara ya kwanza
umeidhinisha Ukerewe kujengwa kituo cha umeme cha kupooza umeme. Haijawahi kutokea. Zaidi ya bilioni 130 zitalala pale. Sisi Kwimba kwenye eneo la afya umetujengea hospitali ya kisasa ya wilaya. Mama, tunakushukuru. Lakini si hilo tu. Mama Samia Suluhu Hassan umetujengea vituo 5 vya afya katika jimbo letu la Kwimba. Mama wabeja sana. CCM oye. Leo hii mama, wilaya yetu ya Kwimba, jimbo la Sumve, tuna shule za sekondari 20. Ndani ya utawala wako kuna shule mpya 3. Na katika jimbo la Sumve tuna shule za kidato cha 5 na cha 6 ziko 2. Na moja mama inasifika kwa ufaulu wa kitaifa. Ni shule ya wasichana ya Sumve. CCM oye. Umetupa bilioni 48 kujenga daraja jipya la Simiyu linalounganisha mkoa wa Mara na mkoa wa Mwanza. Fedha hizo hazijawahi kutokea kwa wilaya ya Magu, na zitasimini wale wanaobeba mabegi ya milioni 100 ni sawa na mabegi 480. Ni jambo ambalo lilikuwa limeshindikana. Mheshimiwa mgombea urais, umetupa bilioni 9.8 kujenga daraja jipya kwenye mto Sukuma, daraja la Sukuma pale Ngaya, na daraja liko la kiwango, limebakiza asilimia kama 20 kukamilika. Toka enzi za ukoloni, jimbo letu la Nyamagana lenye mtandao wa barabara ya zaidi kilomita 1025, tulikuwa na barabara peke yake kwa kiwango cha lami zenye urefu wa kilomita 34. Chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kipindi cha miaka 4 tumepanua mtandao wa barabara. Sisi unaotuona mbele yako ni vijana ambao wakati unaingia madarakani, katika mifuko ya uwezeshaji wa vijana kiuchumi, tulikuwa na shilingi bilioni 945 tu inayozunguka kwa makundi yote ya vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Leo hii mwaka huu 2025 mfuko huo unazungusha zaidi ya trilioni 3.2 kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Nani kama Samia? Ithibati hiyo ya wabunge kwa Dr. Samia inadhihirishwa na kuungwa mkono na makada wa CCM. Nakumbuka miaka 4 iliyopita Tanzania imejenga zaidi ya hospitali za wilaya 129. Dispensaries ambazo zimefanyiwa ukarabati ama kujengwa zaidi ya 1300. Na hospitali ambazo sasa zinao uwezo kamili wa kuhudumia masuala ya dharura kama vile ajali ambazo zilitokea. Sasa zimetoka kutoka mwaka 2000 zilikuwa hospitali 7, na sasa wanasema dharura hiyo imefika hospitali 113. Naomba niseme sio tu kwamba umeongeza idadi ya wanafunzi wanaoweza kuhitimu katika sayansi ya afya kutoka idadi ya 1800 na sasa wako 3000 kwa mwaka. Mama, umeigusa nchi katika namna ya pekee. Mama, umewatazama wa Tanzania na ukaigusa sekta ya afya ambayo sasa ni kimbilio la wote. Wale ambao wanasoma, wale wanaofanya kazi, wale walio baharini, wavuvi, wakulima, kila mtu anahitaji na anamhitaji daktari kwa kile ambacho angeweza kufanyiwa. Napenda niseme sasa hivi watalii wa ndani ambao wanatoka nchi za jirani wanaita medical tourism. Wanatoka hapa Wakongomani, wanakuja watu wa Burundi, wanakuja ndugu zetu wa Malawi na Msumbiji, wanakuja Tanzania kwa sababu huduma za afya zimeboreshwa, zimeongezwa, na sasa madaktari bingwa, idadi yao madaktari bingwa imeongezwa. Nimeangalia takwimu za Shirika la Afya Duniani, linasema Tanzania sasa ni katika nchi chache Afrika ambazo ratio ya daktari mmoja anatibu wagonjwa wangapi imeongezwa. Ulipoingia madarakani ulikuta changamoto ya umeme ni kubwa. Na changamoto hii iliwaumiza watu wa saluni, iliwaumiza watu wenye hoteli, lakini ilienda kuumiza zaidi ya watu wenye viwanda, ambao ilifika hatua kwa umeme wa mgao
walishindwa kuzalisha na vijana wengi wakapoteza ajira kwa sababu ya kutokuwa na umeme wa uhakika. Daktari Samia, umekuta mradi wa Bora Mwalimu Nyerere uko chini ya 30%, ukafunga mkanda. Zaidi ya trilioni 6.5 zimetoka na mitambo yote 9 inafua umeme, na Watanzania wamesahau kabisa mgao wa umeme. Lakini sio hivyo tu, umeliwezesha taifa ukiwa mwanamke wa kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na umeme wa uhakika, na kufika hatua tumeingia kwenye mpango wa kuuza umeme nje ya Tanzania ikiwepo na nchi ya Zambia. Kazi yako hilo tukuka haiwezi kwenda bure. Lazima tarehe 29 Oktoba tukakupe kura za kishindo kwa wema wako na uaminifu wako kwa taifa letu. Leo hii tunao mradi wa Malagarasi, tunao mradi wa umeme wa jua Shinyanga, tunao mradi katika kila kona. Iko miradi inaendelea mingine kuhakikisha kwamba Tanzania inauza umeme badala ya kuwa Tanzania yenye ugao wa umeme chini ya uongozi wako Daktari Samia. Katika kipindi cha uongozi wake wa miaka 4 alikuta dira ya taifa ya maendeleo inapita muda wake. Ilibidi asimamie uandishi na upitishaji wa dira ya taifa ya maendeleo. Na kwa heshima kubwa nimpongeze mwalimu wangu Dr. Asha Rose Migiro kwa heshima aliyoipata kushiriki katika usimamizi wa mchakato huo. Mchakato ukawa shirikishi, ukawa wa wazi na ukapita kwa utulivu mkubwa. Sitashangaa uongozi wako wa kumshauri mwenyekiti wetu ukawa na mafanikio kwa sababu ya mchakato ule. Hongera sana. Kwa hiyo tunamchagua rais. Tunataka kumchagua rais ambaye sio baada ya 30 ataondoka, lakini ataondoka kwa kutuachia chombo cha mipango cha miaka 25 ijayo. Hiyo itaingia katika kumbukumbu yako, na mimi nasimama hapa niingie nihesabiwe kukusifu kwa hatua ulioifanya kwa kuongoza mchakato uliokuwa bayana na wawazi na kwa kuwekea sheria kwa mara ya kwanza. Na hilo linatusaidia sana kupanga mipango yetu kwa masafa marefu. Usipojua unakokwenda huwezi ukapotea. Tunakushukuru sana mheshimiwa mgombea wetu. Huyu kiongozi wetu ambaye anaomba ridhaa tena amekutana na majaribu, ameshajaribiwa na ameshinda majaribu. Kwa hiyo tuna uhakika tutavuka salama. Kama nchi yetu imebaki nchi moja, chama chetu kimeendelea kuwa kimoja, usalama na amani umetamalaki, tena katika kipindi kigumu sana cha mabadiliko ya serikali ya ghafla. Tumevuka hizi rabsha hizi ambazo zinapangwa. Maana lile tukio halikupangwa, lakini aliweza kulikabili kwa wakati huo akiwa kwenye kiti. Hivi vingine vineno vina watu wamevipanga, ni rahisi kuwadhibiti, anao uwezo huo. Wakati wengine wanasema tarehe 29 wanawaambia watu kuna maandamano, mimi kama mtendaji mkuu wa mkoa wa Mwanza niliongoza kwa mwaka mzima sasa, hakuna haja ya kuwa mnafiki, kuwa nakataa kimya. Acha niondoke niungane na jeshi la ukombozi kuhakikisha tunamsaidia Samia Suluhu Hassan. Ilani ya CCM 2025-2030 inabainisha kuwa CCM itatekeleza miradi mbalimbali katika mkoa wa Mwanza. Eneo la kwanza ni ujenzi wa reli hii ya SGR. Tunaendelea na ujenzi wa kipande cha Mwanza Isaka cha kilomita 314 na thamani yake ni shilingi trilioni 3 ambacho kimefikia 63%. Mkoa wa Mwanza utakuwa na jumla stesheni 5 za abiria: Mwanza mjini, pale Fela, Mantare, Bukimbwa na Malia. Hizo ni stesheni ambazo
tutakuwa na vituo vya kushusha na kupakia, lakini stesheni ambazo zitakuwa na shughuli za kiuchumi, shughuli mbalimbali za kiuchumi, malazi, kwa sababu kuna watu watatoka ndani watake kuondoka na treni ya asubuhi, wanataka mahoteli na nyumba za kulala, zitajengwa huko. Ni kazi yenu wana Mwanza kuchangamkia fursa hizo. Lakini maduka na mambo mengine yatatakiwa kwenye maeneo haya. Kwa upande wa serikali, tutajenga maghala ya kuhifadhia bidhaa ambazo tutataka zisafirishwe kwenda maeneo mbalimbali, aidha Dar es Salaam au nje ya nchi, tutajenga maghala. Kwa stesheni 5 ndani ya mkoa wa Mwanza ni fursa kubwa sana ya kiuchumi, ni ajira kwa vijana wetu. Watu wa Mwanza, kaeni mkao wa kula. Lakini pale Thela pana bandari kavu pia, ni jambo jengine ambalo linaleta fursa za kiuchumi, lakini pia fursa za ajira kwa vijana wetu. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, ujenzi wa vipande viwili kati ya Dar es Salaam na Dodoma umekamilika, na kule mambo ni safi sana. Kuna watu wanakuja Dodoma asubuhi kazini, wanarudi Dar jioni, au wanakwenda Dar kwenye vikao, wanarudi Dodoma mchana jioni. Kwa hiyo reli hii ina manufaa makubwa sana. Lakini niseme kwamba tutakapomaliza, tukiweza kuunganisha Dar es Salaam mpaka Mwanza. Mwanza sasa hivi ukitoka Mwanza kwenda Dar es Salaam unachukua masaa 18 hadi 20 kufika huko. Tutakapokamilisha reli hii ni masaa 8 mpaka 9 umetoka Dar huko Mwanza, umetoka Mwanza huko Dar es Salaam. Hii itarahisisha biashara pia. Mzigo ambao mfanya biashara alikuwa anaongojea kwa siku 2 toke Dar es Salaam upokee Mwanza, sasa siku hiyo hiyo unapakia kwenye treni ya mizigo asubuhi, mchana, alasiri, saa 10, saa 11 unapokea mzigo wako. Haya ni maendeleo makubwa ndugu zangu. Tuombeane, tuchague Chama cha Mapinduzi ili tuje tumalize hii kazi ambayo tumeianza. Ndugu zangu, eneo la pili ni uwekezaji mkubwa ambao tumeufanya kwenye miradi katika Ziwa Victoria. Tumeikarabati meli ya mizigo ya MV Umoja kwa shilingi bilioni 19.8 na inafanya kazi sasa. Inabeba tani 1200 za mizigo kwenda Uganda, ikifungua masoko mapya kwa wakulima na wafanya biashara wetu. Pia kiangalia pale ziwani, naiona meli yetu mpya ya kisasa na ya kuvutia, fahari yetu ya Ziwa Victoria, MV Mwanza, iko pale. Tuliwekeza shilingi bilioni 120 na milioni 600 na sasa imekamilika kwa 98%, na wiki 2 zilizopita meli ile ilifanya majaribio ndani ya ziwa na kila kitu kimekwenda vizuri. Tunamalizia 2% iliyobaki ili meli ile sasa ianze safari zake. Itakapoanza kazi, meli hii ina uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo, magari 20 pamoja na malori makubwa yale yanayovuka kwenda nchi nyingine matatu kwa wakati mmoja. Hii si meli tu, ni alama ya heshima na uwezo wetu wa kujiletea maendeleo kwa fedha zetu wenyewe. Kwa upande mwingine, upande wa miundombinu, tumekamilisha ujenzi wa barabara ya lami Buhongwa Igoma yenye urefu wa kilomita 14. Pamoja na mafanikio haya, natambua bado kuna kazi kubwa mbele yetu. Tumeshatangaza tenda ya ujenzi wa barabara ya Mwanza Buhongwa Usagara ambayo itakwenda kwa njia 4 na barabara ya mwendo kasi katikati. Najua bado kuna barabara za mitaani zinazohitaji lami na swala la fidia kwa baadhi ya wananchi wanaopisha miradi ya maendeleo. Ndoto ya Dr. Samia ni kuona Mwanza yenye ustawi wa jamii ulio madhubuti. Ndani ya mkoa wa Mwanza, pamoja na kuboresha hospitali zetu za halmashauri na ujenzi wa zahanati na mambo mengine yote, hapa Mwanza tumefanya maboresho makubwa pia
kwenye hospitali 2 kubwa za rufaa. Pale Sekoture tumejenga jengo la mama na mtoto lenye ghorofa 5 kwa shilingi bilioni 10 na milioni 100, likiwa na uwezo wa kubeba vitanda 261. Na ndio maana kwa kiasi kikubwa tumeweza kupunguza vifo vya kina mama na watoto wachanga. Vile vile tumeweka vifaa vya kisasa ikiwemo mashine ya CT scan ziko 2, mashine ya endoskopia ya kuangalia mambo ya endoscope na mtambo wa uzalishaji wa tiba, yani mtambo wa oxygen katika hospitali zote 2. Kule Bugando tulipeleka zaidi ya shilingi bilioni 9 kuboresha huduma, vifaa tiba na kufanya ujenzi ikiwemo wodi wa wagonjwa mahututi au magonjwa yenye mahitaji maalum na mahututi, yani ICU. Lakini vile vile tumejenga jengo la matibabu ya saratani au kansa. Tumenunua mashine za uchunguzi wa saratani za matiti ambao kina mama mnaweza kwenda na kupima kama una dalili au ipo, unawahiwa mapema. Lakini vile vile tumenunua mashine za mionzi ya saratani pale Bugando. Na sasa wagonjwa wa saratani kutoka kanda ya Ziwa haiwalazimu tena kwenda Ocean Road Dar es Salaam, matibabu yanapatikana pale Bugando. Tumeongeza pia hospitali kuhudumia wagonjwa kutoka 1200 mpaka 1500, sasa wanaweza kutibiwa pale Bugando. Kwa ujumla tunataka huduma za kibingwa zote zipatikane hapa Mwanza na tupunguze rufaa kwenda Dar es Salaam na kwengineko. Sasa mkitupa ridhaa yenu ya kuongoza nchi hii, na kipekee katika kisiwa cha Ukerewe, mbunge wake alisema hapa, tutaboresha hospitali ya Nansio na kuweka majengo ya wagonjwa wa dharura na kujenga hospitali moja kwa ajili ya huduma za kibingwa wilayani humo. Yale mambo sasa mgonjwa akazidiwa, kivuko kimeondoka, meli imeondoka, mgonjwa hana huduma, atapata huduma zote kule Ukerewe au kwa jina jingine UK. Sasa hatuwezi kuiacha UK haina huduma za maana. Kwenye upande wa elimu, mbali na ujenzi wa shule za msingi na sekondari na kutekeleza sera ya elimu bila ada kama ilivyoelezwa na wagombea hapa, tumejenga vyuo 3 vya VETA kule Magu, Misungwi na Buchosa ili kuhakikisha wilaya inapata chuo cha kuwapa ujuzi vijana wetu na kuwawezesha kumudu maisha yao, aidha kwa kujiajiri au kuajiriwa. Aidha, kwa upande wa elimu ya juu ndani ya mkoa huu wa Mwanza, tumejenga kampasi ya taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam, yani Dar es Salaam Institute of Technology DIT, katika wilaya ya Ilemela hapo kwetu tumepeleka DIT, na kampasi ya taasisi ya uhasibu Tanzania iko kule Misungwi. Vile vile tumeboresha chuo kilichokuwepo cha maendeleo ya michezo kule Mali ya Kwimba, kwani sekta ya michezo ni chanzo muhimu cha ajira kwa vijana wetu. Na hiyo ndiyo Tanzania tuitakayo, Tanzania ya ndoto zetu. Katika dibaji ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ukurasa wa 6, Dr. Samia anasema kuwa, na hapa na nukuu, amani na umoja wetu ndiyo mhimili wa mshikamano wa kitaifa na ulinzi wa uhuru wetu. Kwa kutambua wajibu wetu kwa vizazi vijavyo, tunalinda na kusimamia utajiri wa rasilimali, manufaa ya sasa na ya baadaye. Vile vile, tunaenzi na kuendeleza urithi wa utamaduni wetu ambao umejenga utambulisho wa taifa letu na kuimarisha umoja na mshikamano. Mwisho wa kunukuu.
tupige tiki na kwa diwani, maana tunazima zote tunawasha kijani. Hao ndio wataijenga Jamhuri ya Muungano. Wapinzani vyama vyao havina maelewano na kuvurugana, zoezi linaendelea. Baleba danga matambo ketelea, CCM babalao watapasuka vifua, hawajui utofauti wa mua na mabua. Weka bendera juu watu wa Mwanza, tufurahie burudani. Na tusuzuki na maneno halagai. Samia mitano tena na tushamverify. Anataka kila mtu amiliki mkwanja, kitambi awe nacho paka na mziba panja. Samia anajali watu hata kama huna kitu. Naam, kazi imebaki moja tu, nayo ni kumpigia kura Dr. Samia Suluhu Hassan na timu yake ya wabunge na madiwani ifikapo tarehe 29 Oktoba. Tarehe 29 ukiamka asubuhi kwenda kwenye kituo cha kupigia kura, utapewa karatasi ya kupigia kura. Karatasi ya wagombea wa nafasi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa na mfano huu, ambapo ukiangalia pale mwanzo unaona kuna nembo ya Chama cha Mapinduzi, ambapo mgombea urais ameigusa jembe na nyundo. Mmeiona alama hiyo? Wangapi mmeiona? Nyanyua mikono juu watu wa Mwanza. Hiyo ni alama ya kwanza. Mbili, utaona picha ya mgombea mwenza na jina lake limeandikwa pale, Dr. Emmanuel John Nchimbi. Lakini utaona picha ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hapa pembeni wameandika alama, kuna boksi ambalo liko wazi. Hapa utapewa kalamu. Hii kalamu utaifungua. Ukishaifungua utaweka alama ya vema au tiki ndani ya kiboksi hiki. Na hii alama isipitilize kuja huku wala isije huku, ibaki hapa peke yake. Na hawa wagombea wengine wewe achana nao, dili na hapa tu. CCM oye! Na huyu ndiye Dr. Samia Suluhu Hassan.